Wizara ya Ujenzi ina jukumu kubwa la ujenzi, ukarabati wa miundombinu, madaraja, ujenzi wa vivuko pamoja na nyumba za serikali. Tunashukuru katika kipindi cha miaka 4 tumefanya miradi mingi sana ya barabara, majumba, viwanja vya ndege, madaraja. Kwa hiyo wiki hii ilikuwa ni wiki kuiambia umma wa Tanzania kwamba Wizara ya Ujenzi ipo na inaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuunganisha Watanzania kwa njia ya barabara. Tumekamilisha barabara nyingi, tumekamilisha miradi mikubwa ikiwa miradi mkubwa wa Kigongo Busisi tumeuzindua juzi, lakini barabara mbalimbali za kuunganisha mikoa zimekamilika pamoja na madaraja kama Tanzanite, madaraja mbalimbali. Lakini pia wizara inatumia mbinu mbalimbali za kuiomba na kuielimisha jamii kwamba jamii, serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu hii. Kwa hiyo wananchi wote kwa pamoja tushirikiane katika kuitunza miundombinu ambayo imetekelezwa kwa gharama kubwa, ikianzia madaraja yetu, kutunza alama za barabarani, kutunza barabara zetu, kuepukana na kuzidisha mizigo mbalimbali, lakini pia kumwaga mafuta katika barabara zetu. Kwa hiyo tunawaomba wananchi tushirikiane katika kuitunza miundombinu ya barabara kama wanavyosema wahenga, kitunze kidumu. Kwa hiyo wiki hii imetumika kuielimisha jamii kuhusu miradi ambayo tunayotekeleza, kuhusu huduma zinazotolewa na kuiomba kuwa jamii yetu kwa ujumla iwe mabalozi katika kuhakikisha kwamba miundombinu inatunzwa vizuri. Kama kauli mbiu ya mwaka huu ya maonyesho ya utumishi wa umma inavyosema himiza matumizi ya mifumo ya TEHAMA, Wizara ya Ujenzi nasi katika kipindi cha wiki moja tumejitahidi kutoa elimu kwa umma kuhusiana na mifumo mbalimbali ambayo tunaitumia katika kutoa elimu au katika kutekeleza majukumu yetu. Miongoni mwa mifumo ambayo tumetoa elimu kwa wananchi ni pamoja na mfumo wa Special Road Permit. Mfumo huu ambao unatumika katika masuala ya kuomba vibali kwa magari makubwa yanayotumia barabara zetu. Mfumo huu hauhitaji mwananchi wa kawaida kuja ofisini kwa ajili ya kuomba. Pale alipo anaweza akaomba kibali na akapata kibali pale alipo. Lakini miongoni mwa mfumo mwingine ambao tumejaribu kutoa elimu kwa umma ni pamoja na mfumo wa M&E. Katika mfumo huu umeushanisha shughuli zote zinazofanywa na Wizara ya Ujenzi kwa kushirikisha taasisi ambazo zinatekeleza miradi zikiwemo TANROADS, TBA, TEMESA pamoja na EQRB na taasisi zingine zote ambazo ziko chini ya ujenzi, ambazo kupitia mfumo huu wizara inautumia kumonita shughuli zinazofanywa na taasisi hizi, wizara ikiwa kama msimamizi mkuu wa shughuli hizi zinazofanywa na wizara kupitia hizi taasisi zetu. Lakini pia tulijaribu kutoa elimu kuhusiana na mfumo wa WPU database, ambao ni mfumo ambao tunautumia katika kurejista makandarasi wanawake na kufuatilia utekelezaji wa miundombinu inayofanywa na makandarasi hawa wanawake. Katika mfumo huu wizara inausimamia kuhakikisha kwamba ina register makandarasi, lakini na kuhakikisha kwamba inafuatilia namna wanavyopata kazi na wanavyotekeleza miradi hususan ya barabara kupitia kitengo chetu cha WPU au Women Participation Unit. Tuna imani kupitia maonyesho haya ya wiki moja, wananchi waliopata nafasi ya kutembelea banda hili watakuwa wamepata elimu ya kutosha kuhusiana na shughuli tunazozifanya kama Wizara ya Ujenzi, kupitia wizara yenyewe, lakini kupitia taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Ujenzi.